Katika dira 2050 yapo maeneo matatu muhimu ambayo yanaangazia sekta yetu. Na eneo la kwanza ni maendeleo ya viwanda. Dira inaweka viwanda na uzalishaji kama msingi wa mabadiliko ya kiuchumi, ikitambua kwamba Tanzania itafikia kwa urahisi maendeleo ya kudumu kwa kuongeza mnyororo wa thamani, na mnyororo wa thamani unaongezeka kwa kuzalisha ajira, unapunguza uagizaji wa bidhaa za nje, unavutia uwekezaji. Na hapa ndipo viwanda vinapozalishwa, na mwisho tunafanya uchumi unakuwa shirikishi na kupanua wigo wa Tanzania katika kushiriki kwenye biashara. Lakini eneo la pili ni sekta ya biashara na masoko ya nje. Katika sekta ya biashara, dira inasisitiza kuimarisha ushiriki wa Tanzania katika masoko ya kikanda na kimataifa. Takwimu za biashara za nje zinaonyesha kuwa thamani ya jumla ya mauzo ya nje ya bidhaa na huduma nchini imeongezeka kwa zaidi ya 9.8 kufikia takriban dola za Kimarekani bilioni 14.72 kwa mwaka 2024, ikilinganishwa na mwaka uliopita kabla ya huo. Japokuwa tunakabiliwa na upungufu wa biashara, yani trade deficit, ambapo uagizaji wa bidhaa unaendelea kuwa juu kuliko mauzo ya nje ya nchi. Eneo la tatu ni sekta binafsi na ujasiriamali. Dira inaeleza wazi kuwa sekta binafsi ndio injini kuu ya ukuaji wa uchumi, huku serikali ikibaki kuwa mwezeshaji kupitia sera bora, sheria rafiki kwa wafanyabiashara na miundombinu imara. Dira pia inasisitiza ukuaji jumuishi wa biashara kwa kuhamasisha ushiriki wa wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa, na kutoa kipaumbele kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu ili kuhakikisha maendeleo yanawafikia Watanzania wote. Wenzetu wa mipango na uwekezaji wametuambia kuelekea utekelezaji wa dira 2050 kwenye mitaji zaidi ya 60% inatoka kwenye sekta binafsi. Na ndio maana sekta binafsi kwa sisi ni injini muhimu sana kuelekea utekelezaji wa dira 2050. Kwa lugha nyepesi, dira ya maendeleo ya taifa inaweka wazi kuwa viwanda imara, biashara yenye ushindani na sekta binafsi yenye nguvu ndizo nguzo kuu za ustawi wa taifa na msingi wa kujenga uchumi imara, shirikishi na wa kipato cha kati cha juu. Katika mwaka 2021 mpaka 2024, katika kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya 6, serikali ya awamu ya 6 imeboresha mazingira ya ufanyaji wa biashara. Na mojawapo ya maeneo ambayo yanaweza kudhorotesha ukuaji wa biashara kama hayataangaliwa vizuri, basi ni sera, kanuni na sheria ambazo hazijauishwa kulingana na mazingira na mabadiliko ya kiuchumi. Haya maeneo matatu yanaweza kuleta unafuu mkubwa wa ufanyaji biashara na kuvutia uwekezaji. Kwa hiyo naomba niseme kwa kifupi namna ambavyo kwenye kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya 6 namna ambavyo tumeweza kuboresha na kuleta ufanisi kwenye ufanyaji wa biashara. Katika upande wa sera, pamoja na nyingine nyingi, tumeuisha sera ya taifa ya biashara, sera ya maendeleo endelevu ya viwanda na sera ya uendelezaji jasiriamali ndogo na zakati. Tumeuisha sera hizi ili kuendana na mahitaji ya sasa, na sasa tunaendelea kuifanyia kazi sera ya miliki bunifu. Uchumi wa sasa unahitaji kuendana na mahitaji ya sasa ya uchumi wa Tanzania na ushindani wa kimataifa. Na kwa kweli tumeanza kuona manufaa ya kuwaisha sera zile. Na kwa mfano, sera ya taifa ya biashara tuliiboresha mwaka 2023 ili kuweka msisitizo kwenye biashara ya nje, yani export led growth, badala ya kutegemea soko la ndani peke yake. Na ndio maana mnaona tumeongeza thamani ya mauzo ya nje ya bidhaa na huduma export kwa zaidi ya 14%, ikifikia takriban dola za Marekani bilioni 16.89 kwa mwaka huu 2025. Lakini pia ilikuwa muhimu kuuisha sera hii ili kukuza biashara ya bidhaa za viwandani na kilimo zilizochakatwa. Kwa upande wa bidhaa za viwanda tumeanza vizuri. Kuna bidhaa nyingi zinakidhi soko la ndani na hivyo sasa inabidi tupeleke nje. Na wengine watakuwa wanafahamu kuna baadhi ya bidhaa ambazo naweza kuzitolea mfano. Kwa mfano, bidhaa ya saruji, yani simenti, uzalishaji katika soko la ndani ni tani milioni 10.9 na mahitaji ya ndani ni tani milioni 8.5, na kwa hiyo tunakuwa tuna ziada ya tani milioni 2.4 ambayo tunaitumia kwa ajili ya masoko ya nje.
Lakini vile vile bidhaa nyingine sisi tumezoea kuita marumaru tiles, ambapo sisi tunazalisha takriban metric ton 125,000 kwa siku, na mahitaji ya ndani ni metric ton 80,000 kwa siku, na kwa hiyo tunakuwa tuna punguzo hapo za ziada karibia 45,000 ambayo sasa ndo tunapeleka kwa ajili ya soko la nje. Lakini vile vile tuna bidhaa inaitwa float glass. Ni zile vioo ambavyo vinatumika kwenye usanifu wa majengo. Hapa tunazalisha takriban tani 121,500 kwa mwaka, na mahitaji ya ndani ni kidogo sana, kwa hiyo inasababisha karibia 60% ya uzalishaji tutumie kwenye masoko ya nje.